Kwa majina naitwa Steven William Mushi, mgombea udiwani kata ya Kipunguni, jimbo jipya la Kivule. Ndugu wananchi na ndugu mwandishi, tuko hapa katika kituo chetu hiki cha afya kata ya Kipunguni, kituo kipya kabisa ambacho tumejenga kwa fedha za serikali kuu. Tulipokea wakati nikiwa diwani ambaye namaliza muda wangu sasa, tulipokea fedha shilingi milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa majengo 4 ya kituo cha afya kata ya Kipunguni. Kwa hiyo kama mnavyoona, tumeweza kujenga jengo la OPD na jengo la maabara ambako ndo hapa nilipo, lakini tumeweza kujenga majengo mengine mawili ya mama na mtoto na jengo la upasuaji ambao yote yamekwisha kukamilika, na kituo kama mnavyokiona kimeanza kutoa huduma tayari. Na tumefika mahali hapa, tumeweza kupokea changamoto kati tunapita kuomba kura, na kero kubwa iliyoko eneo hili ni barabara. Ni kweli wananchi wanaishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kuweza kuwajengea kituo cha afya ambalo lilikuwa ni hitajio kubwa la muda mrefu. Kwa zaidi ya miaka 20 wananchi wa kata hii ya Kipunguni walikuwa wakisubiria kwa hamu kujengewa zahanati, lakini Mama Samia ameweza kujenga kituo cha afya. Kwa hiyo kazi kubwa iliyobaki ni namna gani wananchi kutoka Machimbo, kutoka mtaa wa Amani, kwa sababu kituo hiki kipo mtaa wa Kitinye na kata yetu ina mitaa 4. Kwa hiyo ni namna gani watu wa Kipunguni B, watu wa mtaa wa Amani, watu wa mtaa wa Machimbo na majirani zetu wote waliotuzunguka kutoka kata ya Kitunda, kata ya Kipawa, kata ya Majoe na kata ya Kivule na Msongola ambao tuko jirani kwenye eneo hili, ni namna gani bora wanaweza kufika kwenye kituo chetu cha afya kwa miguu, kwa pikipiki, kwa bajaji na hata kwa usafiri wa daladala. Kwa hiyo hili tumelibeba, naamini kwa kushirikiana na mgombea wetu wa ubunge Masaburi, tutakaa na tuone ni namna gani kwenye bajeti za TARURA, bajeti za mfuko wa jimbo, bajeti za halmashauri, ni kwa namna gani barabara hizi zinazokuja kwenye kituo chetu cha afya, kwa sababu hiki ni huduma za jamii. Hapa kuna eneo kubwa, serikali imewekeza fedha nyingi zaidi ya milioni 500. Kwa hiyo naiomba serikali yetu sikivu, tunapokwenda kumaliza kampeni, tukishapita tuone ni namna gani kipaumbele cha kwanza kitakuwa ni barabara za kuweza kufika kwenye kituo hiki cha afya, ili iweze kuleta impact na mguso mkubwa kwa wananchi, badala ya kwenda Nguvu Kazi Chanika, badala ya kwenda Kivule, badala ya kwenda Amana. Wananchi wote ambao wanahitaji kujifungua kwa operation, kwa vyovyote vile, huduma hizi zote waweze kuzifika hapa. Ile changamoto ya usafiri na barabara tuende kuikomesha, ili wananchi wetu waweze kunufaika na kufaidi huduma kwenye kituo chetu. Kikweli serikali imejitahidi. Hapa tuna vifaa vya kisasa kabisa vya tiba ya meno. Kwa hiyo wananchi wote wenye shida ya meno, kung'oa, sijui kutibu, kufanyaje, huduma zote zinapatikana kwenye kituo chetu cha afya Kipunguni. Lakini tunayo ultrasound ya kisasa kabisa kwenye kituo chetu cha afya Kipunguni, na huduma zetu zote zipo. Lakini ukiingia maabara kuna vifaa vyote vya kupima full blood picture na matatizo yote. Kwa hiyo rai yangu kama diwani ninayemaliza muda wangu, lakini diwani ambaye natetea nafasi yangu, ninawahimiza wananchi wote wa kata ya Kipunguni na kata zote jirani waweze kufika na kupata huduma kwenye kituo chetu cha afya Kipunguni. Wamama kliniki, niwaombe wasiende kuanza kliniki maeneo mengine, waweze kuanza kliniki hapa ili waweze kunufaika na ile huduma bure. Watoto kuanzia umri wa miaka 0 mpaka 5, huduma zote ni bure kwenye kituo chetu hiki cha afya. Lakini kupima malaria
na dawa za malaria zote ni bure kwenye kituo chetu cha afya Kipunguni. Mama Samia na serikali yake na serikali yetu ya awamu ya 6 inatoa huduma hizi zote bure kwa ajili ya kuwajali na kuwalinda wananchi wake. Kwa hiyo niwahimize wana Kipunguni, mnaposikia sauti yangu popote kupitia klipu hii, niwaombe matumaini yenu makubwa yawe kwenye kituo chetu cha afya Kipunguni. Tuje hapa kucheki afya, tuje hapa kupima sukari, kupima malaria, kupima presha, magonjwa ya moyo, kwa sababu ultrasound yetu ina uwezo wa kupima magonjwa hayo yote. Lakini ukiwa na shida yoyote ya kinywa na meno, vifaa vyote vipo na sasa vinafanya kazi. Kwa hiyo kupitia maendeleo haya yote, ninaamini sisi kata ya Kipunguni hatuna deni na Mama Samia, ila Mama Samia ndiye anayetudai sisi kura tarehe 29 Oktoba. Niwaombe wana Kipunguni, kwa mambo haya makubwa yaliyofanywa na kutekelezwa na kusimamiwa na mimi mwakilishi wenu diwani wa kata hii, ambaye nimemaliza muda wangu na mmeniamini tena niendeleze pale nilipoishia, na waomba tarehe 29 Oktoba tusifanye makosa. Tupige kura zote za ndio kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini kura nyingi za kishindo kwa Ujambi Masaburi, lakini kura nyingi za ndio kwangu mimi Mushi kama diwani wenu, ili nikawakilishe tena, alafu turudi tufanye mambo makubwa mengine zaidi katika kata yetu na kuhakikisha kata yetu inakuwa mfano na huduma nyingi bora ziwe zinapatikana kwenye kata yetu. Na wapenda sana na wasisitiza tarehe 29 Oktoba tusifanye makosa. Haya yote tuliahidi ndani ya kipindi cha miaka 5 na yote tumeyatekeleza. Ni waombe, bado mengi, bado majengo mengi tunahitaji. Bado jengo la hodi ya watoto, bado jengo la wanawake, bado jengo la kina baba, bado jengo la x-ray. Tunahitaji huduma zote zinazotakiwa kupatikana kwenye kituo cha afya ziwe zinapatikana kwenye kata yetu. Kwa ni waombe mzidi kuikiamini Chama cha Mapinduzi, mzidi kumwamini rais wetu, mbunge ambaye tunaye tayari ni mpenda maendeleo, ambaye analijua vizuri wilaya hii ya Ilala. Amekuwa naibu meya kwa zaidi ya miaka 8 na nimefanya naye kazi miaka 5. Ninamfahamu, ninamtambua. Tupeni kura ili tuje tuwatumikie kwa viwango vingine kabisa, na kero yetu ya barabara itakwenda kuisha na kuwa historia kwenye kata yetu na jimbo letu la Kivule. Baada ya kusema haya, asanteni sana na wasisitiza Oktoba 29 tusifanye makosa. Asanteni.